Yes, karibuni waandishi wa habari kwenye mchezo kati ya Young African Sports Club dhidi ya Tanzania Prison, mechi namba 184. Na mbele yenu ni coach wa Tanzania Prison pamoja na nahodha. Coach Shaban Ali atakwenda kuzungumzia maandalizi ya mchezo huu hapo kesho pamoja na kuruhusu maswali matatu baada ya kuzungumza. Karibu sana coach. Asante, nashukuru. Kwanza kabisa niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri salama kutoka Songea kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Yanga. Tumefika salama, ingawa kwenye timu yetu kumekuwa na baadhi ya tendency ya mafua kidogo kwa wachezaji na maoma kidogo, lakini kwa sababu wako chini ya uangalizi wa daktari, mambo mengi yanaenda vizuri. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, tumejiandaa vizuri kwa maana ya kwamba katika uwanja wa mazoezi tumejaribu chini ya mwalimu wetu mkuu Patrick Odhiambo, tumejaribu kurekebisha makosa ambayo yajitokezea katika mechi ya kwanza, hasa katika sehemu ya umaliziaji. Lakini mwisho wa siku tuseme tu kwamba katika mechi ya kesho tumejiandaa vizuri, vijana wako vizuri, wana morali hali ya juu kuelekea katika mchezo wa kesho. Psychology yao iko vizuri, kama unavyojua tena timu kubwa kama hivi unakuta kila mchezaji psychology yake vizuri sana. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba mechi ya kesho wa vijana watafanya kazi nzuri, watacheza kwa maarifa, mwisho wa siku watatuletea pointi 3, ingawa tunatambua tunacheza na timu kubwa, hamna ubishi, tunacheza na timu ambayo mpaka dakika hii haijafungwa, haina ubishi. Kwa hiyo ni swala letu binafsi kama makocha, kama wachezaji kufanya kazi kwa usahihi, mwisho wa siku na imani kabisa kwamba watatuletea pointi 3. Naruhusu maswali kwa coach Shaban. Karibuni. Yes, karibu. Coach, muda mrefu sana Yanga na Prison wakienda kukutana huwa na gepo hili, kwa maana Prison iko chini kwenye mshoro daraja, Yanga iko juu na kwa ligi. Kwa hiyo ni mchezo wa gani mtazama? Kikubwa mechi itakuwa ni ngumu. Mechi itakuwa ngumu kama unavyojua, tukutana hizi timu. Mechi itakuwa ngumu, lakini kwa upande wetu tumejipanga kwa maana ya kwamba tumejaribu kurekebisha sana makosa. Hapo nyuma kama maana yake Prison kidogo imebadilika. Kama Prison imebadilika na Yanga tunajua ni timu nzuri, kwa hiyo nafikiri mechi itakuwa ni nzuri na ya upinzani sana. Haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu sana. Swali la pili kwa coach Shaban. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza kabisa ni kwamba katika tumesafiri na wachezaji 21. Tumesafiri na wachezaji 21 na katika wachezaji 21 wengi wanaendelea vizuri kabisa kwenye mpaka mazoezi ya asubuhi ya leo wako katika hali nzuri kabisa. Kwa hiyo ni swala la kuchagua nani aanze, nani aanzie benchi, kitu kama hicho. Lakini swali lako la pili umeniambia game plan maana sema game plan imebadilika kutoka mechi zile 3 ambazo tumeshinda na mechi ya game plan inabadilika kutokana na mechi aina moja kwenda aina mechi nyingine. Zile mechi ambapo tumeshinda mechi 3 mfululizo tulikuwa nyumbani uwanja wa Sokoine. Huwezi kuingia na game plan ile katika mechi ya ugenini. Kwa hiyo mwisho wa siku tulibadilisha kweli, lakini kwa mtu ambaye labda hawezi kujua mpira anaweza akasema labda tulizidiwa. Ukiangalia ile mechi ya sisi na Mbeya Kwanza, sisi ndio tulikuwa bora zaidi. Tulicreate chances zaidi ya 5. Wale jamaa kupata chance yoyote zaidi ya penalty. Kwa hiyo mwisho wa siku tulifungwa sisi, tunakubali. Kwa hiyo game plan zinabadilika kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Swali la tatu na la mwisho. Kuna coach naambia nini washabiki wa Tanzania Prison? Mimi nitakwambia ni kwamba waendelee kutusupport. Ambao wana uwezo wa kufika Dar es Salaam waje. Tuna imani kabisa kwamba vijana kesho watacheza kwa maarifa na watajitolea. Ambao hawezi kufika katika mji wa Dar es Salaam basi watuombee dua tu. Lakini sisi tuko kwenye mapambano kama mnavyojua, hatuko katika hali salama sana, tuko chini, lakini tuna imani kabisa tunaweza tukatoka mwisho wa siku tukawa katika nafasi za juu kabisa. Asante sana. Nashukuru sana. Sasa ni wakati wa Captain Benjamin Asukile. Karibu.
Benjamin, nyinyi kama wachezaji labda mmezungumza nini kuhusiana na mchezo wa kesho na mnaenda kuwakabili vipi Yanga Sports? Karibu. Kwanza nashukuru kwa upande wa sisi wachezaji, tunaendelea tuko vizuri na kila mmoja anafikiria mchezo wa kesho kwa sababu mechi ilivyo, ligi ilivyo kwa sasa, kila mechi inayocheza ni finali. Hasa ukianzia mtu kuanzia nafasi ya 3 kuja huko juu mpaka nafasi ya mwisho, lolote linawezekana. Kwa kila mmoja anajua anaenda uwanjani kucheza kwa ajili ya nini. Kwanza tunatangulia timu, baadaye anakuja mtu binafsi. Lakini yote kwa yote tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wetu kesho na Yanga. Nakaribisha maswali kwa captain. Karibu. Mchezo wa kwanza, goli la kwanza dhidi ya Yanga ilipoteza nyumbani kwa goli 2-1 na kuja Dar es Salaam ambapo Yanga wamefanya bora sana kwa kucheza nyumbani. Kiplemo mpo nafasi ya 14, Yanga kwa nafasi ya kwanza. Inaongeza kitu gani kuelekea katika mchezo kesho? Kwa Yanga bado wana kiu ya kutoka bingwa na bado wako katika kujinasua kwenye kushuka daraja. Kupoteza mechi ya kwanza kule nyumbani wala sio shida kwa sababu ndo matokeo ya mpira. Ndivyo alivyo, ndo alivyotokea na mpira umeisha, tukakubaliana na hilo. Na kuelekea mchezo wetu au nafasi iliyopo Yanga na sisi, kama wao wana kiu ya kutaka ubingwa na sisi tuna kiu ya kuondoka huko tuliko. Kwa nafikiri game itakuwa ni aina yake. Swali la pili kwa captain. Naona kucheza na Yanga ambao hawajafungwa tangu waanze msimu huu, lakini hawajapata goli kwenye michezo miwili, kwa maana hawajapata ushindi. Mnakwenda kucheza nao. Wewe kama nahodha, unaongeaje na wachezaji wenzio kuhakikisha kwamba hili ambacho tumekiongea kwamba mnataka kutoka huko kwenye nafasi ambayo mpo mpaka kufika nafasi za juu msishuke daraja, kinakwenda kutimia kesho? Kikubwa tunachoangalia ni kwamba tunajua kwa wamecheza michezo ambayo wanasema hajapata goli hata moja, lakini ndio mpira ulivyo. Wao sio Mungu, kwa kila mechi lazima washinde. Kwa maana hiyo kwa tunaingia kwa kuheshimu nafasi waliopo na sisi na wewe najua wanatuheshimu kwa nafasi tuliopo. Haijalishi tuko sehemu gani. Kwa sababu ni mpira wanatumia miguu miwili na sisi tunatumia miguu miwili. Kwa lolote litatokea pale ndani ya dakika 90. Swali la mwisho na upendeleo, karibu. Africans wana mchezaji ambaye anaongoza kwa magoli na pia Kitagoli na mchezaji ambaye anaongoza kwa magoli kama magoli 12. Hao wote pia wanaania katika kutoa kiasi cha dhahabu. Niambie, mna plani gani za kuzuia kiasi hiki cha dhahabu kisiende kwa mpira ambao anacheza naye? Na sisi tuna mabeki kule, kina Vedatu Simwihambi kule, kina Rudini Chona, kina Alfadhili, wanajua kazi yao. Kwa wala sina shaka kwa hilo. Bonus. Nahodha unacheza katika nafasi ya ulinzi. Itakuwa ni furaha sana kumuona Fiston Mayele asifunge katika mchezo wa kesho. Ukibongelea sana Fiston Mayele unakuwa unakosea, wachezaji wapo wengi sana. Kwa sababu yeye kama nani, si mchezaji kama mchezaji wengine. Kwa ukibongelea sana yeye, haileti maana yote. Kila mchezaji yupo uwanjani kwa ajili ya kukamilisha timu yake. Sisi tutaingia uwanjani kwa ajili ya kutetea timu yetu, na wao haingii Mayele kama Mayele uwanjani, ile wanaingia timu katika kutetea timu yao. Kwa mwisho yote ndani ya dakika 90 kitatokea kitu. Asante sana captain, asante sana coach, na natakia maandalizi mema. Asante sana. Na sasa tunaingia upande wa pili ambayo ni Tanzania Prison, na wameshamaliza. Sasa tunakaribisha Young African Sports Club, kocha Nasreddine Nabi. Karibu. Wa alaikum salaam. Na mwandishi wa habari kocha Nasreddine Nabi ameshawasili na atakwenda kuzungumza kwa upana zaidi kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa kesho. Karibu sana coach. Asante sana madame. Il dit vous venez d'arriver et vous allez parler concernant les matchs de demain. Quelles sont vos questions? La question est d'expliquer comment vous, comme ça a été toujours, comment vous préparez pour les matchs de demain. Voilà, donc merci beaucoup, merci d'être venu. Eid Mubarak à tous les médias.
même si c'est passé, mais ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus. Nous avons donc préparé ce match comme d'habitude avec beaucoup de sérieux. Nous avons tenu compte de nos erreurs du match passé. Nous avons remonté le moral des joueurs et nous rentrons avec ces matchs avec beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux et de sens de responsabilité pour gagner les 3 points, tout en tenant compte de la qualité de l'adversaire, malgré qu'il est mal classé. Nous savons que cet adversaire a toujours posé problème pour nous, même si on est bas, mais c'est toujours difficilement. Et je sais que ça ne va pas être un match facile, mais nous sommes vraiment préparés, les joueurs sont vraiment, ils vont donner le maximum pour offrir les 3 points à leurs fans. Maandalizi ya mechi ya kesho yanaenda vizuri. Ni mechi kubwa kama mechi zingine. Pia wachezaji morali iko juu. Mechi la ufundi pia morali iko juu. Wamejipanga kutokana na makosa ya mechi zilizopita. So ni mechi ambayo itakuwa na seriousness. Wamekana wachezaji, kaongea nao kuwaonesha umuhimu wa hizi mechi na kwa kumheshimu mpinzani, japokuwa kama yupo nafasi ya chini, ila pia ni timu nzuri na ni timu ambazo ziko nafasi kama na hizo huwa ndio kila siku huwa zinasababisha matatizo kwa timu ambazo ziko juu. So ina maana wanajiandaa kisawasawa, wachezaji wako tayari kupambana kuhusu mechi ya kesho ili kupata pointi 3, sababu wanajua umuhimu wa hiyo mechi. Karibuni kwa maswali, na ruhusu maswali 3 kwa kocha Nabi. Karibuni. On va jouer les matchs de demain. Avec les matchs de demain qu'on va jouer, on a joué 2 matchs, on n'a pas eu de bons résultats. On n'a même pas marqué dans les 2 matchs là. Comment vous vous préparez pour les matchs de demain? Quelle est la force que vous allez utiliser pour avoir le résultat pour les matchs de demain? Quand vous jouez donc pour le titre, je pense que il faudrait vraiment essayer de, si vous avez fait par exemple comme on a fait 2 matchs nuls, il faut tout faire pour que ça puisse être 3 points et marquer. Bon, on n'a pas eu de chance de marquer dans les 2 matchs, surtout le dernier match, on avait des poteaux, des trucs comme ça. J'espère qu'on aura la chance de notre côté aujourd'hui. Et nos attaquants, toute l'équipe, tous les joueurs se sont promis donc vraiment de tout faire pour marquer et gagner les 3 points, même s'ils savent que l'adversaire n'est pas vraiment un adversaire facile. Unapohitaji taji, mechi zote huwa zinahitajika pointi 3. Hata kama inapotokea upate pointi 3, sio ndo matarajio. Hata kama mechi 2 zile ambazo zimepita kubahatika kupata goli, lakini mechi ya mwisho ya Ruvu Shooting nafasi zilipatikana, lakini bahati haikuwa upande wetu, sababu tulipiga miamba kibao, nguzo kibao, bahati haikuwepo. Ila mechi ya kesho anajua kabisa kama ushindi utapatikana, sababu hata wachezaji wenyewe morali yao iko juu kutokana na mechi 2 ambao wamecheza hawajapata matokeo. So lazima mechi ya kesho matokeo yapatikane, hata kama mpinzani ambao mnacheza naye yuko level gani, lakini ni mechi ambayo pia itakuwa ni ngumu. So wachezaji wanajua hicho kitu, kama ni mechi inabidi kujiandaa ili kupata matokeo mazuri kesho. Pointi 3 ni muhimu, na pointi 3 ili ipatikane lazima magoli yawe. Swali la pili coach.
mnapokutana watu hao wawili wanakuwepo, yani panawaka moto. Mmejiandaaje kwa kuhakikisha kwamba mnaondoka na alama tatu katika mchezo wa kesho, lakini pia Sudani Tanzania Prison naye anataka na wewe kwa maana ya kuweka kuvunja ule utawala unaotengeneza kwa muda mrefu sasa. Ils disent, tu as été suspendu, tu étais en dehors de jeu pendant c'est-à-dire 3 matchs, tu n'avais pas participé. Demain, vous rentrez et puis directement vous rencontrez avec une équipe qui a été toujours compliquée quand ils jouent avec Yanga. Comme ils sont dans les tableaux, ils sont tout juste derrière. Et puis, ils veulent aussi mettre une histoire de gagner une équipe qui n'a pas encore perdu pendant 22 matchs joués. Alors, comment vous vous préparez pour jouer avec une telle équipe? D'abord, je voudrais, directement, en même temps que je parle, je voudrais un peu profiter, comme il a parlé de ma suspension de carton rouge et je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. C'est juste pour donner l'exemple aux jeunes entraîneurs. Vas-y. Alikuwa anataka pia hapo anataka kuzungumzia kuhusu red card ambayo aliyoipata. So alikuwa anataka kutoa ushauri kwa makocha vijana. Je tiens à préciser que je n'ai, dans les rapports des arbitres qui m'ont donné carton rouge, ils ont mis que donc le coach a injurié ou il a truc, c'est pour ça il a eu un carton rouge. Katika ripoti ambayo ilitolewa ya marefa kuhusu kadi nyekundu ambayo aliopewa kocha, iliandikwa kama alitukana waamuzi. Si je non, sorry madame, non, I want to TFF arbitre. Il a dit que j'ai non, sorry, c'est Disent que tu parles seulement pour le match de non, je veux parler, c'est que moi je vais parler, madame. Safi, tu lui dis. Ah oui, il m'a posé une question. C'est moi que je parle ce que j'ai envie de parler. Ça fait, parce que nous sommes des éducateurs. Vas-y. Nous devons donner les bons exemples. Je n'ai jamais de ma carrière injuré un seul arbitre de ma vie. Et encore moins lors du match où on m'a donné un carton rouge. Jamais. Et je suis toujours respectueux aux arbitres. Et après le match, même ces arbitres-là, j'étais les donner la main et féliciter. Tous les arbitres après le match demandaient, ils vont dire la même chose. Ce qu'il y a eu, c'est un zolmo. Zolmo pour Yanga et zolmo pour moi-même. Hajawahi kumkosea mwamuzi yoyote, na hata kama mechi ikiisha huwa anaenda anasalimiana nao. Toka aanze kufundisha mpira hajawahi kupewa kadi nyekundu. Et ceci nous a influencé même dans le résultat des matchs. Na hiyo pia ilichangia kwenye matokeo ya mechi. Et ça m'a touché personnellement parce que je suis quelqu'un de bien éduqué qui respecte tout le monde. Et je ne mérite pas le carton rouge. Hata yeye mwenyewe imemgusa sababu alionewa hakustahili kupewa kadi nyekundu. Safi dada. Swali la tatu na la mwisho kwa coach. Safi. Kuhusiana na masuala ya mchezo wa kesho. Karibu. Coach, Bwana mzee mwenyewe. Ils disent, le buteur de notre équipe, c'est Fiston Mayele. Ça fait des matchs qu'il n'avait pas marqué. Il y a son concurrent qui va marquer hier. Ils sont tous en ex-aequo, 12 buts, celui de Gaeta Gold, George Mpole. Peut-être Mayele est déjà
castré psychologiquement. Alors, vous comme éducateur, comme coach, quelles sont les techniques que vous allez utiliser pour qu'ils puissent entrer dans les matchs de demain en état dans un bon état, dans une bonne humeur? Maël, il est frustré parce qu'il n'a pas gagné les 3 points, c'est pas parce qu'il n'a pas gagné. Parce que nous sommes une équipe et nous ne sommes pas des joueurs égaux, ou j'ai pas des joueurs égaux qui pensent uniquement pour lui-même combien il doit marquer. Maël, ici, il a un souci, c'est de pouvoir aider son équipe et ses partenaires pour avoir les 3 points. Et c'est ce qui fait la force des Yanga, c'est que tous les joueurs sont unis, n'importe qui peut marquer, le plus important que l'équipe gagne 3 points. Hata kama Maele atakuwa na stress, sio stress ya kutokufunga, ni stress ya kutokushinda, timu kutokushinda. Sababu kwenye timu hachezi mtu mmoja, wanacheza kitimu. Hata yeyote anaweza akafunga, lakini mradi mpate pointi 3. Labda stress ambayo anaweza akawa nayo ni ile kuona hawakupata pointi 3. Sawa? So, anachokijua sababu wanacheza ni timu, sawa? Hata kesho watarudi kama timu nzima. Wote watakuwa na stress hiyo hiyo kama timu nzima, kwa kujituma ili wapate matokeo. Lakini sio kama lazima tu yeye ndio anaweza kafunga. Yeyote anaweza kafunga sababu ni timu na wanacheza kwa umoja. Bonus question? Bonus toujours. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you so much. Naam, tumefika tamati ya mkutano wa waandishi wa habari ikiwa amethibitisha kocha Nasruddin Nabi, na watakia maandalizi mema na wanawatakia siku njema.